ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuwasupport ni kwa kiasi gani tunaweza kuwauza huko nje. Exposure ambayo anayo mfano Clara na Aisha kwenye mpira wa wanawake, kwa sababu wao wanacheza nje tayari na wanapata nafasi kwenye timu zao wanaonyesha, inawezekana ikawa ni spotlight kubwa kwa wachezaji wengine wako hapa, kwa sababu tunaamini kuna taasisi za kimataifa ambazo zilikuwa zinafuatilia. You never know. Kwa upande wa muziki, kina Frida, wachezaji wa mpira wa miguu wengi tunajua ni mashabiki wa muziki. Wanapenda singeli, tumeona wamepigwa singeli, wanapenda hip hop, wanapenda bongo flavor. Leo wamepata kushuhudia upande mwingine wa Frida kwamba pamoja na kwamba anaimba hip hop, ni mchezaji kumbe uwanjani amegusa mali, umeona uwanja mzima umeamka umeshangilia. Dakika zake 10 tu zilikuwa zinatosha, kwa sababu amegusa mara 2 dakika 10, lakini umuhimu wake uwanjani umeonekana Frida. Na alikuwa amekula usinga. Kitambaa vai bwege, sio kama umeelewa. Lakini nafikiri kikubwa ni lengo la kwanza ambalo lilikuwa ni charity, limekamilika, limekuwa zuri. Mwitikio wa watu ulikuwa mzuri licha ya kwamba tuko kwenye sikukuu, lakini mtoko wa weekend umepatikana. Jambo la pili la kuexpose na kufikisha kwa watu kuhusu taswira ya mpira wa miguu kwa wanawake limekamilika. Lakini jambo la tatu na uhakika kwamba mechi itakayokuja ya pili itakuwa ni mechi nzuri sana kwa ajili ya charity inayokwenda. Kwa hiyo kikubwa ni charity, jambo limekuwa alhamdulillah, tumeshuhudia mechi nzuri kusema kweli. Labda tutarajie kuna siku Hashim Ibwe naye atajitosa kwenye hivyo, tafuta naye labda mechi na Alikamwe au Ahmed Ally hivi. Mimi ngoja niwaambie ni ukweli. Hii ni ukweli kabisa. Tumeshazungumza sio mara moja au mara mbili mimi na Alikamwe. Mimi na Ali tunatoka wilaya moja, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Sawa sawa? Kwa hiyo tulikubaliana kwamba hatuna timu ya ligi kuu. Hatuna timu ambayo inacheza hata ligi daraja la kwanza. Sawa? Kwa hiyo tunatakiwa kama watu ambao pengine tushaonekana sasa tuko kwenye mpira huku, lakini mkoa wetu hauna, tupambane basi tupeleke kitu pale. Kwa kuna mechi ambayo tutaipeleka pale Kilimanjaro kwa ajili ya watu wa Kilimanjaro, mimi na Ali Shabani Kamwe. Lakini kupima hilo tutaanza kwenye mechi ya tarehe 5 ya Wape Tabasamu mwezi ujao ya timu Kibwana na timu Jobu. Kwa hiyo mimi kocha wa timu Kibwana, Ali kocha wa timu Jobu. Kwa hiyo tutapimana hapo. Last time nilifungwa. Kwa kweli siwezi kuelezea matokeo, hali ilikuwa ni mbaya. Mbona kama alijiuzuru baada ya ile mechi? Hapana, hawezi kujiuzuru. Timu za waandamizi huwa ni mpaka ufe. Timu za kiandamizi mpaka ufe ndio unaweza ukaachia timu. Vinginevyo mpaka watu labda waseme hatukutaki. Yes. Hashim, ligi kuu inarejea tarehe 18 na leo ni tarehe 8, zimesalia siku 10. Kwa upande wenu Azam FC, mambo yakoje kambini hivi sasa? Si wachezaji wetu wote wanaripoti kambini leo. Makadirio mpaka saa 2 kamili kila mchezaji anatakiwa amefika kambini. Kesho rasmi tunaanza mazoezi asubuhi na jioni, kwa sababu tukianza lazima tuanze kidogo juu, alafu tutaendelea taratibu kwenda kwenye mechi yetu. Mechi moja tunacheza nyumbani, mechi inayofuata tutacheza away. Tutajitahidi kwa sababu tunajua lazima tushinde hizi mechi mbili, na tunatarajia tushinde hizi mechi mbili. Kwa hiyo we'll do our best, lakini timu inaingia kambini leo kuripoti. Kesho rasmi tunaanza mazoezi. Fela Sufi amekuwa gumzo sana South Africa kule, amekiasha kule watu enjoy vyombo vya habari mbalimbali, wachambuzi mbalimbali Afrika Kusini. Unajivunia kiasi gani? Sio najifaharisha na mchezaji kwamba tuna mchezaji kaliba hiyo. Na nishalisema ili sio jambo ambalo nimelisema mara moja au mara mbili, kwa sababu of course ukiwa na kitu kizuri uhitaji PR nyingi au kuapia wallahi anajua, hapana. Faisal ni mchezaji mzuri na ameprove, lakini nafikiri mchezaji ambaye amezungumzwa zaidi Afrika Kusini ni Pascal Msindo. Msindo ni miongoni mwa wachezaji besti sana ambao tuko nao nchini. Ni miongoni mwa wachezaji potential sana kwenye kikosi chetu, na tutamlinda kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba anaendelea kuitumikia Azam Football Club, na tutakilinda kipaji chake. Iwe ni kwa dua, iwe ni kwa hela, iwe ni kwa ngumi. Tutalinda kwa namna yoyote ile. Pascal Msindo ameanza kuzungumzwa kwa ukubwa hii misimu miwili, lakini msimu uliopita nafikiri alikuwa bora kama ambavyo anafanya msimu huu, na hata mechi ambazo ameitwa national team amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya kazi nzuri sana. So watch out guys. Hapo kwenye swali langu mimi nauliza kuhusu kulinda kipaji chake kwa hali na mali, ni Pascal peke yake au na wengine? Of course si wachezaji wetu wote si wachezaji wetu wote ni wachezaji ambao wana talents za hali ya juu. Na wachezaji wazuri sana. Lakini shida kwa soka letu ni kwamba mchezaji mmoja anapoanza kuingia kwenye midomo ya watu, hiyo ni kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana tukasema tutajaribu kwa namna inavyowezekana kumlinda ili
aendelee kubaki kwenye kiwango chake alichokuwa nacho ili atugee kile ambacho sisi tunataka kama timu. Mbona leo mmechapisha anniversary ya Philosophy. Of course, kwa sababu South Africa Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.